Dakika 45 za kipindi cha kwanza zikiwa zinaendelea za mchezo na mtanange wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ukiwa ni mchezo wa mzunguko wa sita. Ni mchezo unaokutanisha wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Stade Malien kutoka Mali, moja ya mechi kubwa zaidi ambayo tunaishuhudia katika ardhi ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam. Mchezo unaochezwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Tukitazama hapa ni moja ya mechi kubwa zaidi ambayo tunaitazama leo. Stade Malien ambao wanahitaji kuongoza kundi ambalo tayari wao wana uwiano mzuri wa pointi, lakini pia dhidi ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ambao wao wanataka kulinda heshima tu, maana huu ni mchezo wa kukamilisha ratiba mara baada ya kufanya vibaya katika michezo mitano iliyopita, wakiwa wamefungwa michezo mitatu na moja ya mechi ambao wamefungwa na huyu mwenyewe Stade Malien. Yani Simba ni moja ya timu ambayo imegawa utamu kwa timu zote walizokuwa nazo kundi moja. Alifungwa na Stade Malien huko nyumbani Mali mabao 2-0, lakini pia akaja kufungwa na Esperance de Tunis akiwa huko Tunisia bao 1-0, kisha akaja kufungwa na Petro di Rwanda katika dimba la Benjamin William Mkapa. So Simba ni moja timu ambayo imefungwa michezo na timu zote alizokuwa nazo katika kundi. Unaweza kusema ni moja ya timu ambayo ilikuwa ni wagawa utamu katika kundi hilo. So leo ni mechi ya mwisho kabisa ambapo Stade Malien wao wanaenda kutafuta ushindi kwa ajili ya kumaliza wakiwa vinara wa kundi, lakini pia upande wa Simba wao ni kurejesha heshima ya kupata ushindi katika dimba la Benjamin William Mkapa mara baada ya michezo miwili wakiwa hawajapata ushindi wa mchezo wowote. Usisahau kwamba wamecheza mchezo wa kwanza kabisa dhidi ya Petro Atletico di Rwanda, walifungwa, lakini pia wakaja kucheza dhidi ya Esperance de Tunis wakapata draw ya kufunga na mabao 2-2. So hii ni mechi ambayo wanahitaji kurejesha heshima, ikiwa ni mechi ya mwisho ya kumalizia ratiba katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. So ni mechi ambayo wanahitaji ushindi kwa namna moja au nyingine. Naweza kusema ni mechi ngumu sana kwa sababu Simba anahitaji kurejesha heshima, lakini pia upande wa klabu ya Stade Malien wao wanahitaji ushindi kwa ajili ya kumaliza akiwa vinara wa kundi. Kama unavyofahamu kwamba anayemaliza akiwa kinara wa kundi kwa namna moja au nyingine katika hatua ya robo finali anaenda kucheza na yule ambaye alimaliza akiwa nafasi ya pili katika kundi jingine. So anaweza akapata urahisi kwa namna moja au nyingine kwenda hatua ya nusu finali, lakini pia advantage nyingine ni kuanzia away, anaanzia ugenini. Yes, ukianzia ugenini kisha nyumbani, kuna namna moja au nyingine ambayo inaweza kukusaidia wewe kupata ability ya kuweza kufuzu kwenda hatua nyingine. So kwa kufuatana na mambo hayo, naweza kusema kwamba Stade Malien leo watawasha moto, lakini pia wanawasha moto kweli kuhakikisha wanapata matokeo katika mchezo wa leo, huku upande wa klabu ya Simba nao hawajakaa kinyonge sana. Yes, nao wanahitaji matokeo katika mchezo wa leo. Unadhani dakika 45 za kwanza zinakamilika, 45 za pili, jumla ya matokeo, yani kwa ujumla wa matokeo ya dakika 90, ni timu ipi itaibuka na matokeo? Unaweza kushaka katika upande wa comment section. See you next time, bye bye.